Mtazamaji, leo hii shirika la habari la Standard linazindua runinga mpya yenye mpangilio wa vipindi vya kipekee hapa nchini na katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. Runinga hiyo kwa jina KTN News itakuletea habari, makala maalum, makala ya upekuzi, midahalo na mahojiano. Uzinduzi huu unafanywa huku KTN ikihesabu miaka 25 tangu kuanzishwa. Je, safari ya KTN kufikia ilipo sasa imekuwa vipi? Kwa majina naitwa Joshua Kemboi. Mimi ni mwandishi ama reporter wa michezo. Nilijiunga na shirika la KTN mwaka wa 1997. Mimi ni Joe Agel, ni mhariri mkuu hapa KTN, na nilijiunga na KTN mwaka 2000. Mimi ni Alex Chamwada, mwanahabari. Nilijiunga na KTN mara ya kwanza mwezi wa Januari mwaka wa 2001. Kwa majina ni Patrick Amimo, mimi ni mwanahabari katika shirika la KTN. Kuingia KTN niliingia mwaka wa 2001, ilikuwa ni mwezi wa 11 mwaka 2001. Ni sauti ambazo zimekuwa zikitikisa mawimbi ya KTN kwa miaka na mikaka. Kwa majina ni Ahmed Darweshe, nimejiunga na Standard Group mwishoni mwa mwaka 2003. Hadi wa leo ni kazi ambayo nimeifanya kwa muda mrefu. Over now to Catherine Kasavoli. Thank you, Sammy. Sura hizi zikikupa taswira ya mambo yalivyokuwa tangu kuzinduliwa kwa runinga ya KTN miaka 25 iliyopita. Njoroge. Joshua Kemboi, mhariri wa spoti, alijiunga na kituo hiki kikiwa bado kichanga, wakati huo akiwa mwanafunzi. Baada ya masomo ya diploma nikajiunga na shirika la KTN. Wakati huo pia nilikuwa katika kitengo cha michezo mwaka wa 1998. Ni mmoja kati ya wanahabari wengi tajika nchini waliokuzwa hatua baada ya hatua na kufikia waliko sasa. Watu wengi walifurahia jinsi tulivyokuwa tukipeana taarifa, kwa sababu kulikuwa na badala, sio KBC peke yake. Wakati huo kituo cha KTN kilipeperusha matangazo yake kutoka jumba la Nyayo, kikiwa kituo cha kwanza cha kibinafsi nchini na vile vile kanda ya Afrika Mashariki. Nakumbuka kabisa kwamba wakati huo hata chumba chetu cha habari ilikuwa ndogo sana. Mazingira yalikuwa tofauti. Kwa mfano hakukuwa na simu hizi za rununu, kwa hivyo kuwasiliana pia tu ukienda nje kule kufanya story, kuna labda mhariri anataka kuzungumza na wewe kujua kumeenda vipi, kwani vigumu sana. Tukawa wakati huo tukawa na radio, unasema over and out, ndio ujue uko wapi. Saa moja hakukuwa na taarifa vile, ilikuwa ni labda kwa kugusia tu chini ya dakika 5, lakini taarifa haswa zilikuwa zinafanyika mwendo wa saa 3, ndipo kulikuwa na taarifa kamili kwa lugha ya Kiingereza. Ni kituo kilichozinduliwa wakati mgumu katika siasa za Kenya, wakati ambapo uhuru wa wanahabari haukuwepo wala uhuru wa kujieleza. Kulikuwa na hali ngumu ya kisiasa kwa sababu japo kulikuwa na vyama vingi, lakini kidogo chama cha KANU kilikuwa bado kiko mamlakani. Lakini kituo cha KTN kilipowasili, basi kilionekana kama kituo huru, na kulikuwa na habari ambazo waliweza kupeperusha kama vile Sabasaba. Kuzinduliwa kwake kulileta mwamko mpya nchini kutokana na taarifa na matangazo tofauti na yaliyozoeleka wakati huo. And for sports news, over to Njoroge Maura. Thank you, Raphael. Lakini kilichokipa kituo hiki mvuto zaidi ni sura hizi za wanahabari stadi walioweka utangazaji katika hadhi mpya. Na hata maripota maarufu walizaliwa na kulelewa hapa. Please stay tuned to this channel as more information pours in. Ni kitu ambacho kimekuwa kikitoa nafasi kuangazia matukio hata katika ngazi za kimataifa. Huu ni mji
wa Oxford ambapo Bidongo alikimbilia baada ya kujiuzulu kutoka serikalini. Na KTN kupanua mabawa yake hadi katika rubaa za kimataifa. Kilele cha safari hii ilikuwa uzinduzi wa kitengo cha Kiswahili kinachotambuliwa kote nchini kwa taarifa zake za saa moja KTN leo, ambazo zilikuwa za kwanza kutangazwa kwa lugha ya Kiswahili kwenye runinga binafsi. Kiliingia katika kurasa za historia kwa kuwa kituo cha kwanza cha kibinafsi kuzinduliwa nchini. Na miaka 25 baadaye kinasifika kwa kuwa kituo chenye uwezo wa kupeperusha matangazo yake moja kwa moja kutoka eneo lolote humo nchini. Na sasa KTN kimepiga hatua katika utangazaji humo nchini kwa kuzindua kituo kipya.